Ndugu, usimdekeze mtoto wako. Sikiliza neno la Mungu linasemaje. Nasema hivi kwenye Wagalatia sura 4 mstari wa 1. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Angalia hilo neno, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Maana yake ni kwamba neno la Mungu linatufundisha kwamba mtoto siku zote akiwa mtoto, akiwa bado mdogo, huyu ni sawasawa tu na mtumwa. Lakini japokuwa ni mtumwa, lakini ni mrithi wa yote. Watu wa kale ndipo walipokuwa wanalelewa na kufundishwa. Utakuta mtu anaandaliwa utajiri, anaandaliwa majumba, anaandaliwa vitu vizuri baadaye, lakini leo hii anaishi kama vile mfanyakazi tena kijakazi, hana tofauti na mtumwa. Maana yake ni kwamba mtoto akiwa katika nyumba huwezi kumtofautisha na ule mfanyakazi wa chini kabisa katika nyumba. Lakini leo hii utashangaa wazazi wanasema sitaki mtoto wangu apitie shida. Mtoto wangu nataka afuliwe, mtoto wangu nataka apikiwe, mtoto wangu nataka apigiwe pasi, mtoto wangu nataka apigiwe deki chumba chake. Unamharibu huyo mtoto. Lakini unapaswa umfundishe majukumu sawa sana ule mtumwa ambaye yuko ndani ya nyumba yako. Au sigele akipika naye afundishwe kupika. Wanagawana majukumu. Wewe utapika mboga, mwingine atapika ugali. Kupiga deki, yeye atapiga deki sebleni, mtoto atapiga deki chumbani. Kufua, atafua nguo za baba, yeye atafua nguo zake mwenyewe. Umeona? Kufagia nje, uwanja, kijana ataenda atafanya kazi sasa na ule asubuhi anafanya kazi kule nje. Maana yake ni kwamba unampangia majukumu, anakuwa kama vile mtumwa, na ajione kama mtumwa pia. Asijione ni tofauti au special class kwa wengine. Hivyo ndivyo unavyomwandaa mtoto katika malezi mazuri. Hata anapokuwa mkubwa anaweza kujimanage mwenyewe na kusimamia mambo yake. Umeona? Kwa vile vitu ambavyo wewe unavyo, unatamani kumpa mtoto wako. Pengine unasema mimi mtoto wangu nataka awe na gari, nimpe gari. Mtoto wangu nataka nimpe fedha. Mtoto wangu nataka awe na maisha mazuri, au maisha mazuri mwekee baadaye. Sasa hivi mfundishe namna kujisimamia, namna kuwajibika, namna kuwa kama mtumwa. Ndio maana baadaye ataweza kuwa mrithi mzuri. Lakini leo ukisema mtoto wangu afanyie kila kitu, unamtendea kila kitu anachotaka ninampa, unamharibu na mwisho wa siku huyo mtoto ataenda sehemu mbaya. Na maandiko yanasema mtoto mrithi akiwa mdogo hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote. Kwa hiyo hakikisha mtoto wako unampa na unamweka katika majukumu ya kila siku ya nyumbani kama watu wengine. Kila anachokifanya asubuhi na akifanye, kila anachofanya usiku na akifanye, kila ambacho wewe ulikuwa unakifanya naye pia akifanye, lakini muandalie mambo mazuri baadaye. Hivyo vitu mtengenezee kwa ajili ya baadaye. Kama ni shamba, kama ni nini, muandalie hivyo vitu muhifadhie baadaye ndio uje kumpe. Utakuwa umemwandaa vizuri. Vinginevyo utamharibu mtoto wako. Mungu akubariki. Shalom.